Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo samedi le 10 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita, tuwaambie kinachoendelea hapo kwa sasa na tutawaambia kabisa taarifa mingi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa nazipata habari zetu, na muendelee kucomment na kuzilike pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia link ambayo iko pale chini ya titre. Ukishagusa pale kwenye titre hapo mdescription utapata lie yetu ya shene yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia link hiyo, bila shaka utakuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari ambapo tutawapeleka moja kwa moja Sud Kivu kwenye vyanzo vyetu kutoka Nyangezi vilituambia ya kwamba gari 15 za wanajeshi wa AFC M23 zilionekana kupita hapo Nyangezi zikitokea mjini Bukavu, ambapo vyanzo hivyo vinasema ya kwamba wakati walifika Nyangezi, wamoja walikamata njia ya kuelekea Kaziba, wengine wakaelekea Kamanyola, wakashuka route yote nationale vers Uvira. Vyanzo hivyo vinasema ya kwamba wasi wa AFC M23 walikuwa wengi ndani ya kamio zao, walikuwa na vifaa tofauti, silaha nzito na nyepesi walikuwa nazo, ambapo vyanzo hivyo vinasema ya kwamba wana mpango wa kuanzisha tena vita upya, wasonge mbele mu province ya Sud Kivu kwenye kwa sasa wako na kabiliana na vikosi vya FARDC na wazalendo mu territoire ya Uvira pamoja na territoire ya Mwenga. Wale waliokamata njia za Kaziba walipanda wakaelekea Mwenga, ndio kwenye walielekea wale wanajeshi, donc walirenforcer mu territoire ya Mwenga. Wengine ambao walielekea Kamanyola wakashuka route yote nationale numero 5 wakaelekea Uvira. Haya yanamaanisha kwamba waasi wa AFC M23 tena wana mpango wa kuanzisha vita upya na kuendelea kusonga mbele ndani ya province ya Sud Kivu, na kurenforcer kwa AFC M23 kwenye ligne de front. Inamaanisha kwamba mapigano kabisa yatazuka upya kati ya pande mbili, ani wakati wowote tutasikia tena moto umewaka huko mu province ya Sud Kivu kati ya wasi wa AFC M23 pamoja na jeshi la Kongo. Renfort zao zilikuwa kamio 15 wakati walifika Nyangezi, wamoja wakapanda Mukaziba ambapo walikamata njia inayoelekea Mwenga, wengine wakaelekea Kamanyola wakashuka vers Uvira. FARDC na wazalendo wanaokaa huko kufro nao hawalali kabisa, kazi ni kuendelea kukua macho na kupiganisha hawa wasi wa AFC M23. Wakati wowote mapigano yatazuka upya huko na mambo tena yataharibika huko mu territoire ya Mwenga na mu territoire ya Uvira kwenye wasi hao walirenforcer. Tukiendelea na taarifa zetu hapa, munifuate kwa makini. Bertrand Bisimwa, huyo mnamjua kabisa, njo presida wa M23. M23 ni groupe armé, ile groupe armé njo inaitwa M23. AFC ni nani? Ni parti politique yao iliyokuwa fondé par Corneille Nangaa. Nadhani ya kwamba hayo mnajua. Sasa Bertrand Bisimwa ndiye kiongozi wa groupe armé, yeye ndio president wa groupe armé inayoitwa M23, Mouvement du 23 Mars. Siku ya jana ilikuwa
saa moja za jioni je pense, alitangaza ya kwamba wale wanaoendelea kuzani ya kwamba watarejea maeneo yanayo kaliwa na waasi wa M23 yaliyokombolewa kama jinsi wanavyosema, watoke ndani ya usingizi. Haiwezekani kabisa maeneo yaliyokaliwa tena kukue uongozi wengine tofauti na wa M23 ambao uko pale kwa sasa. Anasema kwamba wale wanaozani ya kwamba watakuja tena wakamate maeneo yaliyokombolewa na vitu vyote ambavyo M23 ilivifanya hapo vikue kama kabisa vina tena valere, watoke usingizini, wajue ya kwamba maeneo yanayokaliwa kwa sasa yako na amani na ile usalama ambao wako nao huko wataendelea kudefendre na wataongeza nguvu ili kulibere kabisa maeneo hayo Port du Bord. Yani maeneo hayo watafanya kila liwezekanavyo ili kuyaishi ndani milele na milele. Nadhani kwamba hapo tuko na indana. Kama si useme mengi kuhusu hapo, nadhani ya kwamba mnasikia kile ambacho nataka kukimaanisha. Yani maeneo ambayo AFC M23 ilishaka ya kamata kuanzia Bunagana mpaka Uvira kwenye wako kwa sasa, maeneo yote hawatatokaka ndani. Kile njo kenye alitaka kumaanisha, hawatatokaka ndani, wataishi mwa maeneo hayo milele na milele. Waasi wa M23 kama kawaida vita wanayoiendesha, wana mpango wa kusonga mbele watakapofanikiwa, hata watafikaka Kinshasa, ila pale ambapo watashindwaka na wanafika watafanyaka balkanizasyon na njo kuishi sasa milele na milele kwao yale maeneo hayo yote. Sasa gouvernement ya Kongo ndiyo ambayo ina majukumu ya kujua itafanya nini ili kuzuia hayo. Arme ya Kongo ndiyo ambayo ina kazi ya kupigana ili kuyarekipere maeneo hayo. Tofauti na hayo, AFC M23 hawako tayari kuondoka maeneo ambayo wako ndani. Wana confirme hayo kabisa, wakisema kwamba kwa wale ambao wanaendelea kuwaza ya kwamba watarejea na kukamata maeneo yaliyokombolewa, watoke usingizini kabisa. Hizo ni ndoto, waache sasa hizo ndoto. Haiwezekani. AFC M23 iko pale siku za leo na mpaka milele na milele. Yalitangazwa na Bertrand Bisimwa, presida wa M23. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke huko Muituri kwenye wanamgambo 6 kutoka kwa CRP walijisalimisha Ijumaa siku ya jana le 9 Janvier wakati wa mapigano dhidi ya vikosi vya jeshi la Congo FARDC katika maeneo ya Nyaka na Loda, eneo la Jugu. Operation hii inafuatia shambulio la wanamgambo hawa dhidi ya kambi ya kijeshi katika eneo hilo. Kulingana na vyanzo vya ndani, milio ya risasi ya hapa na pale imeripotiwa tangu Jumatatu iliyopita karibu na Fataki, ambapo wanamgambo wa CRP wa Thomas Lubanga wanajaribu bila mafanikio kujimarisha baada ya uvamizi huko Bule iliyoko umbali wa kilomita 15 katika eneo la Jugu. Majaribio haya huzuiwa kimfumo na wanajeshi wa MONUSCO walioko Jaiba ambao hufanya doria za kawaida katika eneo hilo. Asubuhi ya Ijumaa siku ya jana, kundi la wanamgambo wa CRP ilishambulia kambi ya FARDC karibu na Lodha, eneo ambalo pia lina kambi ya watu waliokimbia makazi yao. Jeshi ambalo vikosi vyake vilikuwa vimeimarishwa katika eneo hilo ilijibu kwa nguvu na kuwafuatilia washambuliaji. Mapigano kati ya pande hizo mbili yaliendelea hadi alasiri. Wakati huo huo, walinda amani wa MONUSCO waliimarisha doria hasa katika barabara ya Fataki Loda na Fataki Sanduku ili kuhakikisha ulinzi wa raia ambao walikuwa wameshikwa na hofu inayoongezeka.
Wakihofia usalama wao, wakaaji wengi wamehama eneo hilo na kukimbilia karibu na kambi za FARDC na kituo cha kijeshi cha MONUSCO, huku wakikabiliwa na vitisho vinavyoendelea kutoka kwa kundi hili lenye silaha. Wakati walikuwa wakipigana sasa siku ya jana, wanamgambo 6 wa CRP walijisalimisha baada ya kupigwa na kufukuzwa maeneo hayo ambayo walikuwa wameyatake. Mapigano kati ya FARDC na CRP ni ya mara kwa mara huko mo province ya Ituri, mo territoire ya Jugu, hususan kwenye wanamgambo hao wanapendaka kuwataki FARDC. Wanamgambo wa CRP nao huko wana mpango wa kuavanse wakamate maeneo makubwa. Epui Thomas Lubanga naye anze kuwa na yakamata maeneo mengi ya uongozi. Na CRP operation za FARDC kule kabisa zinawawinda sana, kwa sababu mpango wao ni wa kuendelea kuyakamata maeneo, na FARDC ilitangazaka kwamba CRP ni kundi lenye silaha linalo tumika kazi kwa karibu sana na wasi wa M23, hivyo kuliacha liendelee kukamata maeneo huko mo territoire ya Ituri. Mambo yanaweza kukua hatari wakati ya M23 inaweza kuwasaidia sasa ikirenforce vifaa na wanajeshi huko, kwa sababu CRP kisha kamata maeneo makubwa huko M23 itawasaidia kabisa, ikiwapa vifaa tena na silaha, hivyo wapate nguvu. Ndio maana FARDC kule operation zake kabisa ni za kuinda wanamgambo hao wa CRP usiku na mchana, ili kuwafukuza maeneo ambayo wanayakalia huko mu Ituri kabisa, hususan mu territoire ya Jugu. Mapigano ya hapa na pale yanaendelea kuacha hali ya usalama inazorota sana, wakaji wakiendelea kukimbia maeneo yao, shughuli zote zikilemazwa, yani maisha kabisa hayaendeki vizuri huko mu territoire ya Jugu. Upande mwingine tuwapeleke ndani ya mji wa Butembo. Siku ya jana ndani ya mji wa Butembo kulikuwa reunion ya yule gouverneur wa Nord Kivu Evariste Somo Kakule, ambaye alikuwa ametoka Beni. Alipatana na viongozi tofauti wa mji wa Butembo kwa ajili ya kuongelea hali ya kiusalama huko Butembo, ambapo usalama ulikuwa unaendelea kuzorota sana mjini Butembo. Mnakumbuka hivi juzi mashambulizi yalikuwa yakiendelea kati ya makundi ya kizalendo, na watu walikuwa wakiendelea kuuawa. Visa vya uporaji na unyanyasaji vilikuwa vikiripotiwa hapo. Gouverneur Somo Kakule ili kumetrize kabisa usalama kidogo ndani ya Butembo, alikuja kusimamisha wazalendo wote wanaofanyia mjini Butembo kusirikile ndani ya mji wa Butembo, wabakie huko mu defense zao kule milimani, kule mu position zao zo kwenye waikale usiku na mchana. Hakuna kuvagabonde ndani ya mji wa Butembo, ili kuzuia visa vya uporaji na unyanyasaji vinavyoendelea na hata mauaji hapa na pale yanayofanyika mjini Butembo. Viongozi wa asasi za kiraia kutoka mjini Butembo walikaribisha maamuzi hayo na wakaagiza yule gouverneur wa Nord Kivu Evariste Somo Kakule kuanza kuyatekeleza kabisa papo hapo, kwa sababu wakisha tangaza maamuzi kama na hayo hayatatendeka, hakuna changement. Viongozi wa asasi za kiraia kutoka hapo walipita wakamwomba Generale Somo Kakule kwanza kuyafanya yale ambayo waliamua, ili kupiganisha usalama kidogo unaoendelea mjini Butembo. Na pia walimshukuru sana Evariste Somo Kakule kwa kuwa alifanya ile visite hapo Butembo, ili kupiganisha kabisa usalama kidogo ambao ulikuwa ukiendelea ndani ya mji huo.
Upande mwingine tuwapeleke ndani ya Bukombo, teritwari ya Ruchuru, kwenye angalau raia wawili wanaoishi katika maeneo tofauti mashuhuri walipigwa risasi na kuuawa na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha usiku wa Alhamisi hadi Ijumaa katika kundi la Bukombo. Hapo ni eneo la uchifu la Bwito mu teritwari ya Ruchuru. Mwathiriwa wa kwanza, mwanachama wa jamii ya Shonye katika wilaya ya Kayulu, alipigwa risasi nyumbani kwake yapata saa 2 usiku na kundi la majambazi wasiojulikana, akijulikana kama Kivuruga, kiongozi wa wachungaji wa ng'ombe katika eneo hilo. Alikuwa ametishiwa mara kadhaa kabla ya kuuawa. Mwathiriwa wa pili, kiongozi wa watu mashuhuri wa Kavumu, alishambuliwa alipokuwa akirudi nyumbani kabla ya kuanguka mikononi mwa washambuliaji hao. Uvamizi huu uliofanyika katika nyumba za watu mashuhuri wa jirani, sababu bado haijulikane. Majambazi hawakuchukua chochote, ikidokeza kwamba shambulio hilo lilikusudiwa kuwaua raia hawa. Vifo vya viongozi hawa wa eneo hilo vimeunda pendo ndani ya jamii ambazo wakaaji wake sasa wanahisi wameachwa. Hali ya kiusalama nayo si nzuri kule mu teritwari ya Ruchuru, hususan munani mu magrupema ya Bukombo. Kwenye mapigano huwa yanaripotiwa huko mara kwa mara, na hata vitendo kama hivyo vya mauaji na unyanyasaji vikifanyika, kiwakumbusha kwamba maeneo hayo yanakaliwa na wasi wa M23. Usalama kidogo unaendelea kukua wa hali ya juu. Habari zetu zinaendelea kama kawaida, nimewaletea taarifa mbichi. Tuwapeleke ndani ya teritwari ya Fizi kwenye kuanza tena kwa shughuli za shule kumekuwa polepole ndani ya eneo la Fizi tangu mwisho wa likizo ya Christmas. Msimamizi wa eneo hilo aliwasihi wazazi wakati wa mkutano wa usalama uliofanyika katika mji wa Baraka siku ya Alhamisi juzi kuwarudisha watoto wao shuleni. Hata hivyo, wazazi wanaendeleza hofu yao kuhusu usalama wa watoto wao wakati milio ya risasi ikiendelea kusikika hapa na pale katika eneo hilo, hasa katika mji wa Baraka uliopo yapata kilomita 80 kusini mwa mstari wa mbele kati ya FARDC na M23 huko maeneo ya Makobola. Kwa upande wao, mameneja wa shule walionukuliwa na naibu mkurugenzi wa jimbo la elimu la Fizi wanasema wako tayari kuwakaribisha wanafunzi mara tu dhamana za usalama zitakapowekwa. Hapo ni mu teritwari ya Fizi ambapo kutokana na vita vya AFC M23 na usalama kidogo unaoendelea huko, hakuna kabisa kufunguliwa tena kwa shule. Walimu nao wanapenda usalama kwanza upatikane ndipo watoto wafike shule, na kitu kingine, wazazi nao wanakataa kuwapeleka watoto shuleni kwa sababu hali ya usalama inaendelea kuzorota. Hayo ni matokeo ya vita, ndugu zangu. Vita vinaharibu, vita havijengi. Hayo nadhani kwamba mnajua. Ndiyo maana kuepuka na vita ni kitu kizuri ambacho kinaweza kikaleta maendeleo kabisa na maisha mazuri kwa wakaaji. Asante na washukuru sana. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na waomba kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Asante sana.